Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Kishi. Aliishi Gibea ya Benjamin. Alikuwa mtu tajiri na mwenye heshima katika jamii yake. Kishi alikuwa na mwana aitwaye Sauli, kijana mwenye umbo zuri na mrefu kuliko wote katika Israel. Mzee Kishi alikuwa na wanyama wengi, wakiwemo punda. Siku moja, baadhi ya punda wake walipotea. Akamwambia mwanawe Sauli, "Chukua mmoja wa watumishi na uende ukawatafute punda hao." Sauli akamtii baba yake, akaandaa safari na kuondoka pamoja na mtumishi wake. Katika jamii za kale, ilikuwa ni jambo la kawaida kwa kijana anayeheshimika kutoka katika familia ya kifahari kupewa jukumu la kutafuta wanyama waliopotea. Ndivyo ilivyokuwa pia hata kwa Sauli. Sauli akaanza safari yake na mtumishi ili kuhakikisha punda wanarejea tena nyumbani na kuondoa hofu aliyokuwa nayo mzee Kishi kwa wakati huo. Wakaanza kwenye milima ya Efraim, ambapo lilikuwa eneo la karibu na Gibea. Walihisi yamkini punda walikuwa wakitafuta maji au nyasi, lakini haikuwa hivyo. Waliamua kufuata mwelekeo huo wa kijiografia na kwenda nchi ya Shalisha, eneo la pori lenye miti michache karibu na mipaka ya Benjamin, lakini pia hakuweza kupata. Wakapita nchi ya Benjamin hadi Sufi, wakiwa wamechoka, chakula pamoja na maji vyote vikiwa vimeisha. Walianza kukosa matumaini juu ya kuwapata punda wao. Sauli, kwa kukata tamaa na uchovu mwingi pamoja na hofu juu ya baba yake, akamwambia mtumishi wake, "Turudi nyumbani, baba asijipata hofu juu yetu badala ya punda wake." Japokuwa mtumishi wake alikuwa amechoka katika mwili, lakini imani yake ilikuwa thabiti. Aliamini mtumishi wa Bwana anaweza kuona na kutoa mwongozo hata kwa mambo ya kawaida kama punda wao. Alijua miji ya karibu, lakini hata watu mashuhuri waliopo katika miji hiyo. Hivyo alifahamu fika habari za Nabii Samuel, kisha akamwambia bwana wake, "Tazama, katika mji huu kuna mtu wa Mungu mwenye heshima kubwa. Kila asemalo hutokea kweli. Twende kwake, labda atatuonyesha njia tutakayopitia." Basi Sauli akakubaliana naye, kisha wakaanza safari mpya, safari ya matumaini ya kuonana na nabii ili kuweza kuambia yale yanayojiri katika safari yao. Hawakujua watampata wapi. Waliuliza kwa wenyeji wa mji ule na kuonyeshwa mahali ambapo ingekuwa ni rahisi kwao kwa siku hiyo ambayo nabii alikuwa akipokea dhabihu kutoka kwa watu katika eneo lilioko kwenye kilima karibu na mji wa Rama. Wakasonga hadi mjini. Mbele yao wakakutana na Samuel amesimama. Kisha Sauli akasema kwa shauku, akamwambia, "Tafadhali uniambie nyumba ya mwonaji." Samuel pasipo kupoteza muda akamwambia, "Mimi ndimi." Bwana alikuwa tayari amemchagua Sauli kuwa mfalme wa kwanza wa Israel. Alimfunulia Samuel kabla na kuwa Samuel atamtia mafuta awe kiongozi wa watu wa Israel Sauli. Kesho yake Sauli na mtumishi wake walifika mahali pa juu ambapo Samuel alikuwa akiandaa dhabihu. Kisha Samuel aliwaambia wale waliosali pamoja, lakini hakuwa tayari kumtangaza Sauli. Samuel aliwaambia watumishi wake waandae pahali pa kukaa Sauli na mtumishi wake na kuweka chakula kizuri cha akiba kwa ajili yao.
Sauli alikaribishwa katika mahali pa heshima na kuketishwa juu pale alipokaa Samuel. Takribani watu 30 walikuwa wamehudhuria katika ibada hiyo. Alishangaa, lakini hakujua ni nini ambacho kimemfanya aweze kupata heshima hiyo kubwa. Baada ya chakula, Samuel alimchukua Sauli na kumzungumza naye, kisha wakapumzika hadi ilipofika asubuhi. Na wakaanza safari ya kurudi mjini kabla ya kumwambia Sauli neno la Bwana. Akamsihi aweze kumtanguliza mtumishi wake, ndipo aweze kusema neno hilo. Lakini kwa kumtoa tu wasiwasi, Samueli alimwambia Sauli kuhusu punda wa baba yake kuwa wamepatikana. Na hapo Sauli alionyesha kuondoka na wasiwasi. Tukutane wakati mwingine katika simulizi za Biblia, tuweze kufahamu mengi yaliyojiri. Naamini kwamba kupitia simulizi hizi za Biblia unaweza kujifunza, unaweza kufahamu yale ambayo yapo katika Biblia takatifu. Usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, sambamba na YouTube channel, ambapo huko tunapatikana kupitia jina la TV Sibuka EAGT. Lakini vile vile unaweza ukatuma maoni yako kupitia namba ya simu 0763189567. Langu jina ni Dorcas Safieli. Sibuka TV.